Habari za saizi ndugu zangu, kuna jambo nataka tuongee kidogo. Kuna msemo Kiswahili unasema maneno yanaumba. Huu ni msemo wa ukweli kabisa. Maneno yanaumba kwa hakika kabisa. Kila kitu unachoongea ni mbegu ambayo unaipanda kwenye maisha yako na ambayo utaivuna, kwa sababu kimtokacho mtu ndicho kilichoujaa moyo wake. Tusipende kujizungumzia maneno mabaya. Kuna baadhi ya maneno yanaondoa baraka katika ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa kimwili pia. Kwa mfano, kuna maneno kama mimi siwezi kuwa na nyumba kama hii nyumba ya watu fulani. Watu fulani ndo wanaweza kuwa nayo. Mimi siwezi kuwa na gari kama hili gari ya watu fulani ndo wanaweza kuwa nalo. Mimi siwezi kununua nguo kama hii nguo bei kubwa sana. Mtu fulani ndo anaweza kuwa nayo. Mimi siwezi kununua viatu kama hivi. Mtu fulani ndo anaweza kununua hivyo vitu. Mimi siwezi kutumia vitu kama hivi. Mimi siwezi kutoa hela kiasi hiki. Mimi siwezi kupata hichi kitu. Sasa haya sio maneno mazuri. Mimi maskini, mimi mnyonge, mimi mtu wa hali ya chini bwana. Mimi siwezi kula chakula kama hiki. Mimi mtu wa hali ya chini, mimi mnyonge. Haya sio maneno mazuri. Unyonge sio sifa, umaskini sio sifa nzuri. Hii dunia ni ya kwetu sote, na kila mtu aliyepo hapa duniani anaweza kumiliki kitu chochote anachokihitaji, ili mradi tu hicho kitu kinapatikana hapa duniani. Na bahati nzuri mahitaji yetu mengi yapo hapa duniani. Ukihitaji nyumba, vifaa vya ujenzi vipo vinauzwa. Ukihitaji gari yashatengenezwa yanauzwa. Wewe kazi yako ni kutafuta pesa na kununua kile unachokihitaji. Sasa kadiri unavyojiamini na kujisemea maneno mazuri ndivyo unavyosogeza baraka zako. Kwa hiyo sio sifa sana kuongea maneno yenye kuonesha unyonge, umaskini. Sio kitu kizuri. Ongea maneno ya kishujaa, yanakupa ujasiri na nguvu ya kuweza kutafuta chochote unachokihitaji na ukakipata, kwa sababu hapa duniani kila mtu alizaliwa mtupu. Kila kitu tumekikuta hapa. Hata pia mali za kulisi huwa zinaweza kupotea pia. Kwa hiyo inategemea. Kwa hiyo kila mtu anaweza kupata chochote anachokihitaji, kwa sababu kuna watu wameshairithi mali na wakashindwa kuziendesha na zikapotea zote na wakarudia umaskini. Lakini kuna watu wengine walizaliwa kwenye familia ya kimaskini, wakapambana na wakafanikiwa na wakawa na mali nyingi. Na bahati nzuri zaidi au mbaya kwa namna nyingine, watu wote wenye mafanikio duniani, asilimia kubwa, watu wengi hawakuzaliwa kwenye familia zenye uwezo. Walizaliwa kwenye familia za kimaskini, walikulia maisha ya kimaskini sana, walikuwa kwenye mazingira magumu. Lakini akili zao na uwezo wao na kule kujikubali ndani yao na kujisemea maneno mazuri, kujiwekea malengo na kufanya kazi na kujaribu vitu vingi tofauti tofauti na kukosea vitu vingi tofauti, ndio kukawapa ujasiri wa kufanya vitu vingine kwa ubora zaidi na kutorudia makosa ambayo wameyapitia. Kwa hiyo fanya kila kitu, kosea mara zote. Dunia inaruhusu kukosea na unarudi unajifunza. Ukikosea ndio unakuwa bora zaidi, kwa sababu makosa ndio walimu wetu wazuri zaidi kuliko kitu kingine, kuliko mtu mwingine. Mara nyingi sana mtu anajifunza vizuri sana mambo yaliyotokana na yeye mwenyewe. Vitu ulivyovikosea wewe mwenyewe, ukikaa chini na ukatafuta makosa yako na ukaamua taratibu kuyarekebisha moja baada ya nyingine, utaona mabadiliko kwenye maisha yako na utakuwa shuhuda kwa watu wengine juu ya elimu uliyoipata kupitia vitu ulivyokosea. Kwa hiyo usiogope, fanya kila kitu unachoona wewe unaweza kufanya. Kosea mara nyingi, utakuwa mbora zaidi. Usiogope, usijifananishe na watu wengine. Cha msingi tu, pambania ndoto zako kwa kila hali. Usikate tamaa kabla hujafa. Hicho ndio kitu ambacho nimependa kushare na nyinyi leo. Asante.
muwe na maisha mema zaidi. Mungu awabariki. Asante sana.